Ni tafadhali. Somo ambaye tumesomewa tarehe 24, somo ambaye ilikuwa ya Agano la Kale katika ibada hii ya ushirika utakatifu, inatoka katika kitabu cha Wafalme Samueli wa pili sura ya 7 kuanzia kifungu cha kwanza mpaka 16. Hii Krismasi watu wanangojea vitu vingi. Wengi wanangojea starehe, wengine wanangojea raha, hata wengine wanangojea jamii na hata marafiki, na wakati mwingine watavunjika moyo kwa sababu wanadamu hawataweka ahadi. Nakumbuka Krismasi moja, kiongozi moja aliahidi watu atawapatia vyakula na vitu vingine vizuri. Baadaye hakufika, watu wakavunjika moyo. Huyu mfalme kwa nini hajiweka ahadi? Leo nataka kuhubiri kuhusu mfalme anayeweka ahadi, ambaye namngojea Krismasi. Jina lake ni Yesu Kristo. Hata Mungu wetu ni mfalme wetu, anaweka ahadi. Ahadi ya kwanza ambaye anaweka ni uwepo wake utakuwa pamoja nasi. Mwandishi wa kitabu cha Samueli alitumia kitabu cha Samuel, Nathan na Gad. Akaandika hadithi moja ya Samueli kuelezea habari za watu watatu: Samueli, Sauli na Daudi. Na yeye anatufunza kuhusu Mungu. Mfalme wetu ni mfalme wa ahadi. Kitu cha kwanza, anaweka ahadi kwa uwepo wake. Alikuwa na Daudi kutokea kuwe mtoto mdogo. Akawa na Daudi akichunga, akakutana na simba na dubu, lakini uwepo wa Mungu ulikuwa naye. Akaua simba, akaua dubu. Akipigana na Goliathi mfalme, uwepo wake ulikuwa pamoja naye. Baadaye Sauli akataka kumuua, lakini uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Mungu hakumwacha. Na baadaye akafanya agano na Daudi na akamwekea ahadi ya kwamba nitakuwa na ufalme wako milele. Sio Daudi tu peke yake, hata sisi Mungu ameweka ahadi, na ahadi ya kwamba hatatuacha mpaka ukamilifu wa dahari. Gemia gein boshosho tukun. Ahadi yake ni ya kwamba hatatuacha. Ahadi yake ni ya kwamba hatutapungukiwa, na uwepo wake uko nasi kila siku. Hata Krismasi hii, licha ya chapati na